Okay, bana tunazungumzia mashindano mawili ya Afrika, kombe la shirikisho barani Afrika lakini pia na klabu bingwa barani Afrika ambako tayari bana makundi yameshachekechwa, kila mmoja ameshajijua yuko na nani. Sisi hayo yote sio ya kwetu, sio kesi kubwa. Sisi tunaenda klabu bingwa barani Afrika ambako kundi ambalo linazungumzwa zaidi ni kundi baba, kundi B, kundi ambalo yuko Mwananchi, yuko Al Ahly lakini na miamba wengine. Sasa kwenye hiyo kundi mimi sina kodi kwa uchambuzi, nipo na mwamba mchambuzi under 20 Gerard Lufumbi. Bana tunapita kwenye kundi B, klabu bingwa barani Afrika ambako yuko Mwananchi Yanga kwa upande wa Tanzania lakini pia tunakutana na Waarabu. Oya, nani mgawa pointi mwanangu kwenye hiyo kundi ulivyoitazama, kwa sababu ndio gumzo kwa Afrika kwa ujumla. Karibu sana mzee wangu. Bana asante sana, uko poa? Mimi niko fresh, niko telebie. Yeah, bana nadhani ile kundi kwanza ni gumu sana. Kwa kuliangalia ile kundi gumu sana, lakini naona kwamba hizi timu zote nne zote ni imara. Isipokuwa ninachokiona ni kwamba nadhani hizi timu mbili JS Kabylie pamoja na AS FAR Rabat ya Morocco, nadhani hizi timu ni timu tunasema miamba iliyolala. Yaani ni timu ngumu, nzuri, zenye historia nzuri lakini zimelala. Hazijafanya makubwa ndani ya hivi karibuni. Kwa mfano tukianza na JS Kabylie ya Algeria. JS Kabylie kwa sasa kwenye ligi yao wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 18 baada ya michezo takriban 8. Sawa, wana alama 15. Sorry. Kwa hiyo JS Kabylie wana historia ya kuchukua ubingwa wa ligi ya mabingwa mara 2. Unaona? Mwaka 81 na mwaka 1990. Sasa ukiangalia tangu mwaka 90 mpaka mwaka huu hawajachukua tena ubingwa. Lakini tuangalie rekodi yao kuanzia mwaka 2000 mpaka 2025. Nini JS Kabylie wamekuwa wakifanya kwenye ligi ya mabingwa? JS Kabylie waliweza kufika nusu finali mwaka 2010. Walifika nusu finali katika msimu huo wakiwa na kiwango kizuri kabisa, lakini other than hiyo nusu finali wamekuwa wakiishia either hatua ya makundi ama robo finali. Kwa mfano hatua ya makundi mwaka 2006, hatua ya makundi waliishia tena mwaka 2008. Pia wakaja kuishia hatua ya makundi tena mwaka 2019, 2020. Lakini wakafika mpaka robo finali msimu wa 2022, 2023. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa na tunasema on and off, lakini ni timu inashiriki ligi ya mabingwa kwa miaka nenda miaka rudi. Sawa Kwa hiyo ndo kuhusu JS Kabylie, wanatumia uwanja wa Hoisset Ahmed uliopo kule mjini kwao Tizi Ouzou. Na uwanja huu unabeba mashabiki takriban 50,800. Kwa wananchi Young Africans wataenda kucheza katika huo uwanja dhidi ya JS Kabylie. Wako chini ya kocha Joseph Zinnbauer. Ni kocha Mjerumani huyu. Ni kocha ambaye amechukua majukumu baada ya Abdel Benchika. Benchika yule ambaye alikuwa Simba akawa anaifundisha JS Kabylie. Sasa mwaka huu 2025 Benchika akajiuzuru. Baada ya kujiuzuru akaja kocha Mjerumani Joseph Zinnbauer. Kwa hiyo msimu uliopita alimaliza nafasi ya 2 kwenye ligi yao, ligi ya nchini Algeria. Umeona? Kwa hiyo unaweza kaangalia gap hii, sio kwamba ni timu ambayo imekuwa labda kama Mamelodi ama Al Ahly inafuzu sana robo finali, nusu finali. Kama nilivyokutajia 2010 ndio walifika nusu finali, lakini robo finali 2022, 23. Tunaachana na hawa JS Kabylie, tunazungumzia FAR Rabat ya Morocco ambao pia wako kundi moja. FAR Rabat wao matokeo yao mazuri ni robo finali ya msimu uliopita ambao walicheza na Pyramids na wakatolewa, lakini wameshakuwa mabingwa wa ligi ya mabingwa. Lakini ni muda mrefu, mwaka 1985 ndo mara ya mwisho FAR Rabat anachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa, lakini amechukua kombe la shirikisho mwaka 2005. Lakini angalia gap sasa, kutoka 2005 mpaka sasa hivi hii timu haijaweza kufika nusu finali. FAR Rabat imefika robo finali mwaka 2024, 25 kama nilivyokutajia, lakini pia mwaka 2002 hii timu iliweza kuvuka hatua ya makundi na kufika robo finali, ikakutana na Enyimba ya Nigeria ikatolewa. Umeona? Kwa hiyo tunasema ni miamba iliyolala. Ni timu imara zenye historia nzuri lakini hazijaperform vizuri sana kwenye ligi ya mabingwa. Wanatumia uwanja wa Abdellah kule nchini Morocco, na kocha wao ni Alexander Santos, ni kocha Mbrazili huyu. Mchezaji wao bora ni Khrimat
Mohamed Rimat ambaye ana mabao 5 kwenye ligi. Alikuja hapa na timu ya taifa ya Morocco kwenye CHAN, alikuwa na CHAN nzuri, alikuwa mmoja wa wachezaji bora kwenye CHAN. Kwa ni timu ambayo kwenye ile timu ya Morocco iliyokuja kucheza CHAN walikuwa na wachezaji wengi, FAR Rabat kwenye timu ya CHAN ya Morocco. Kwa hiyo nadhani itakuwa na ushindani dhidi ya Yanga, lakini sio kusema kwamba hizi timu zimezoea kuvuka hatua ya makundi. FAR Rabat kama nilivyokutajia amevuka mara 2 tu ndani ya miaka 25, amevuka hatua ya makundi mara 2. Alafu yule mwingine JS Kabylie alifika nusu finali 2010, lakini robo finali 2021-22, sawa. Lakini ukiangalia Young Africans, Yanga amefika finali ya kombe la shirikisho mwaka 2023 pia amefika robo finali ya klabu bingwa akatolewa na Mamelodi, si ndio? Kwa hiyo wote wana nafasi, timu zote zina nafasi. Sasa timu ambayo sitaki kuiongelea ni Al Ahly, mama Afrika. Al Ahly ndio timu yenye makombe zaidi duniani, hiyo ina makombe 150. Ndio timu yenye makombe zaidi ya Afrika, klabu bingwa ina makombe 12. Kwa hiyo sitaki kuongelea Al Ahly kwa sababu rekodi ya Al Ahly inafahamika, ni cream. Tubeze hapa sana kwa Yanga, JS Kabylie pamoja na FAR Rabat ya Morocco. Kitu kitachokuwa kikwazo kwa Yanga labda kuto kufanya vizuri, I think labda ni kwa sababu kiwango chao msimu huu hajaanza vizuri. Tumeona kuna mabadiliko ya makocha. Alianza Romain Folz, akaja Patrick Mabedi, sasa hivi yupo Goncalves Pedro. Kwa hiyo labda kuadapt na mbinu labda ndio kitachoangusha, lakini kwamba Yanga ipo daraja moja kiubora pamoja na FAR Rabat pamoja na JS Kabylie, hawajapishana sana. Wapo daraja moja Young Africans, JS Kabylie pamoja na FAR Rabat. FAR Rabat in terms ya kuvuka na kufika katika hatua hizi. Hao wengine ni giants waliolala, lakini Yanga ni giant ambaye amefufuka. Yanga alikuwa amelala miaka mingi, lakini kwanza 2021 mpaka sasa hivi amefufuka. Anafuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa na ameweza kufika finali ya kombe la shirikisho. Ameweza kufika robo finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo ni giant ambaye amefufuka. Kwa hiyo natazamia tutakuwa na mechi nzuri sana, lakini kingine labda Yanga wanaenda kucheza uwanja wa Amaan Complex Zanzibar. Kwa hiyo sio uwanja ambao wameuzoea sana, tofauti na kwa Mkapa. Labda inaweza ikawa moja ya setbacks, lakini other than that wakijipanga vizuri, timu ikipangwa vizuri, wachezaji wapya waliosajiliwa, tumeona kina Ekua, kina Dumbia, baadhi ya wachezaji waliosajiliwa wameshindwa kuingia kwenye timu vizuri. Umeona at least Dumbia, lakini ukizungumzia Celestine Ekua na baadhi kidogo hawajaweza kuingia vizuri kwenye timu. Kwa hiyo wakiingia vizuri kwenye timu na mipango ya kocha Pedro Goncalves, ni kocha mzuri tu, kocha amepata mafanikio na timu ya Angola, amefikisha robo finali ya AFCON kwa mara ya kwanza katika historia yao. Watakuwa na nafasi nzuri wakipata chemistry nzuri chini ya kocha. Noma sana bana, hiyo ilikuwa ni kundi baba, kundi ambalo linazungumziwa sana na wachambuzi, lakini pia mimi niko na mchambuzi under 20 kama ulivyosikia. Kodi fulani hivi ambazo labda pengine hujawahi kusikia kuhusu JS Kabylie, ulishawahi kusikia, lakini mwamba ashakupa kwa uzuri kabisa. Anachokizungumzia ni kwamba Young Africans naye ana nafasi ya kuweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali, lakini bila kusahau pia hawa miamba wengine wawili, miamba ambayo ilikuwa imelala lakini sasa inakuja kushiriki mashindano ya bingwa barani Afrika. Pengine labda anaweza akajitutumua mbele ya Ahli mama wa Afrika au Young Africans akaongoza kundi, au hata JS Kabylie, yote yanawezekana. Hii habari zote hizi unapata Male BTV. Bana, cha kufanya si kimoja tu, usiache kulike, kucomment, kusubscribe na kuweza kushare ikiwezekana. Hapo utakuwa umeshow love. Habari za michezo sisi tunasema kwamba kwetu ni kama nyumbani, nikiwa na mwamba kweli kweli, mchambuzi na 20 Gerard Lufumbi. Utamwambia nini kuhusu soka? Mimi na wewe tutabaki kusikiliza na tutabaki kunyonya kodi zote ambazo anatupatia mwamba. Bana, neno la mwisho labda pengine la kujazia zaidi nyama. Mimi naendelea tu kuwakumbusha tu kwamba kuna darasa la kujifunza ujasiriamali, darasa linalofundisha ujasiriamali, vitu kama sabuni za maji, sabuni za vipande, jik pamoja na bidhaa mbalimbali zinatengenezwa. Unafundishwa kutengeneza vitu, wapigie simu kwenye ile namba yetu ile 0764 35 22 74 na utaweza kujiunga na darasa la kujifunza ujasiriamali. Utaweza kutengeneza sabuni za maji, sabuni za kuogea, jik pamoja sabuni za kungarisha tiles na nini. Hawa jamaa wapo hapa Dar es Salaam na wanafanya hii kazi
kwa gharama nafuu zaidi. Kwa gharama nafuu unafundishwa hivi vitu. Noma sana bana, cha kufanya ni kimoja. Wewe mjasiriamali ambaye pengine una uwezo, umekaa kizembe bana, kuna darasa huru kwa ajili ya kuweza kufundisha wewe kutengeneza sabuni pamoja na jiki. Jiki inatoa doa, lakini siku hizi wanasema kwamba wanatia doa kwenye jiki. Hii inakuwaje kitaalamu? Lakini usiache kuwafuata watu hawa ambao wanafundisha bana, namba ziko hapo zitaandikwa. Lakini kama alivyotaja Mr. Gerald Fumbi, tunaondoka na wewe, lakini tunakupenda kinoma bana.